Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Agosti 11 mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada leo na kichwa kinachosema imeandikwa moyoni. Yeremia 31 aya 33 na 34 inasema, baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Sheria ile ile iliyoandikwa juu ya vibao vya mawe imeandikwa na Roho Mtakatifu juu ya vibao vya moyo. Badala ya kwenda huku na huko kujaribu kuanzisha haki yetu wenyewe, tunaikubali haki ya Kristo. Damu yake inafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Utii wake unakubaliwa kwa ajili yetu. Ndipo moyo uliofanywa upya na Roho Mtakatifu utazaa matunda ya Roho. Kupitia katika njia ya neema ya Kristo, tutaishi tukitii sheria ya Mungu iliyoandikwa juu ya mioyo yetu. Tukiwa na Roho wa Kristo, tutaenenda vile vile kama yeye alivyoenenda. Kuna makosa mawili ambayo dhidi yake watoto wa Mungu, hasa wale ambao ndio tu wamekuja kuitumainia neema yake, wanatakiwa kujilinda kwayo kwa namna ya pekee. Kosa la kwanza ni lile la kuyategemea matendo yao wenyewe, wakitumainia chochote wanachoweza kufanya ili kuwaleta katika upatanifu na Mungu. Yeye anayejaribu kuwa mtakatifu kwa matendo yake mwenyewe katika kutunza sheria, anajaribu kutenda jambo lisilowezekana. Kosa lililo kinyume chake na lisilo na hatari pungufu ni kwamba kumwamini Kristo kunawaweka wanadamu huru kutoka katika kuitunza sheria ya Mungu, kwamba maadamu ni kwa imani peke yake tunakuwa washiriki wa neema ya Kristo, matendo yetu hayana uhusiano wowote na ukombozi wetu. Kama sheria imeandikwa moyoni, je, haitayatengeneza maisha? Badala ya kumwachilia mwanadamu huru kutoka katika kutii, ni imani na imani peke yake ambayo hutufanya kuwa washirika wa neema ya Kristo, ambayo hutuwezesha kutoa utii. Pale ambapo katika neno la Mungu hakuna imani tu, bali pia kujisalimisha kwa mapenzi yake, ambapo moyo umesalimishwa kwake, mapenzi yamekazwa kwake, hapo pana imani. Imani itendayo kazi kwa upendo na kuisafisha roho. Kupitia kwa imani hii, moyo hufanywa upya katika sura ya Mungu. Moyo ule ambao katika hali yake ya kutokufanywa upya hauko chini ya sheria ya Mungu, wala hauwezi kufurahia kanuni zake takatifu. Ukipaza sauti pamoja na mtunga zaburi, sheria yako naipenda mno, ajabu ndiyo tafakari kwangu mchana kutwa. Zaburi ya 119 aya ya 97. Na haki ya sheria itatimilizwa ndani yetu, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Warumi sura ya 8 aya ya 1 na ya 4. Leo ni Agosti 11, mada ikisema imeandikwa moyoni. Na huu ndio mwisho wa tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli
yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, twajaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.